kufanya siasa katika nchi yetu. Sasa tuchukue tulichopewa. Sasa tujibu kwa mujibu wa swali tuliloulizwa. Na sasa ni wakati wa kwenda na hali yenyewe ya bahari ilivyo. Kama iko rafu, hatukuitaka, tulipambania mambo yaende kwa salama, twende kwenye maridhiano. Lakini tulichopewa ni maridhiano? Kwa maana nadhani makamu mwenyekiti kafafanua vya kutosha, ndio ile tunasema economy of effort. Nisichukue muda, lakini niseme cha mwanzo cha msingi, chama chetu kimeamua kwamba sasa tutoke katika siasa ambazo za maridhiano. Hatukupewa, tulipambania, hazikusimama. Sasa tuende kwenye siasa zinazohitajika kwa wakati huu, ambazo ni siasa za mapambano. Ni siasa za na tunaposema mapambano sio kupigana na mtu, ni kupigania jambo tunaloliamini kwamba lazima tulipate. Na la kwanza ni kupigania demokrasia katika nchi yetu. Makamu mwenyekiti amesema hapa kwamba tumepigania, tumepambania, lakini siko tuliko peleka. Kwa hivyo sasa tulichosema ni kwamba sasa tupambanie demokrasia katika nchi yetu. Kwa nchi hii sasa, kama hatukupambania demokrasia, maana sote ni kama vile tumetekwa nyara, kwa sababu ufalme wa mwananchi, aitwe mwananchi, ufalme wake ni uamuzi wake juu ya nchi yake, na ufalme ule ni katika kumweka nani aendeshe mambo yake. Hapo kama wewe una nyumba yako, kama wewe una biashara yako, lakini una amri ya kuamua nani awe manager wa biashara yako, nani asimamie nyumba yako, hiyo nyumba hiyo inakuwa yako? Si yako. Unavishwa kile kwa cha ukoga. Sisi tunachosema cha kwanza ni lazima Watanzania tuwafikishe, tupambanie wafike pahali kweli wawe Watanzania na wafate maamuru ya katiba yetu kwamba mambo ya nchi huamuliwa na wananchi, kwa sababu ndio wenye nchi. Nchi hii sio shangazi yake mtu, nchi hii si ya baba yake mtu, na si vibaya kusema nchi hii si ya mama yake mtu. Nchi hii ni ya Watanzania wote, taifa la wote, maslahi wote. Sasa hilo lazima tulionyeshe kwa vitendo. Haiwezekani yule ambaye yeye umemkabidhi aendeshe, baadaye yeye ndo aamue kwamba hili ni la kwako, na yeye ndo aamue nani akae aendeshe mambo yako. Na ndugu zangu, tusilichukulie hili kwamba ni siasa, tusilichukulie hili kwamba ni siasa, tuchukulie hili ni uchumi. Kwa nini? Kwa sababu uchaguzi ndio mama wa uwajibikaji. Kama leo kuna mtu umemkabidhi rasilimali zote za nchi hii, ndiye anayekusanya kodi, ndiye anayetumia kodi hizi. Ndio maana unasikia sasa hivi mama katuletea, kasipata wapi? Mama yangu huyu kasipata wapi? Yeye ndio anayekusanya kodi, anatakiwa atumie kodi zile, lakini kwa utaratibu uliokubalika. Yeye ndio tumempa migodi yote ya nchi hii, dhahabu yote ya nchi hii, Tanzanite yote ya nchi hii, mafuta yote ya nchi hii, gesi yote ya nchi hii, ardhi yote ya nchi hii, ekari zaidi ya milioni 234 ziko mikononi mwake, azisimamie. Sasa huyu tunataka tusimwajibishe? Haiwezekani. Kutokumwajibisha maana yake ni kwamba nchi hii itakuwa na mfumo wa kifisadi uliopindukia, na ndio tunayaona ufisadi wa nchi hii uliopo, uliotamana, ulioshamiri, ni kwa sababu yake kubwa ni kwa sababu hakuna uwajibikaji. Kwa hivyo uchaguzi ndio msingi, ndio mama wa uwajibikaji. Uchaguzi ndio mama wa uwajibikaji. Ndio maana tunasema
lazima tupambanie watu wapaze sauti zao zisikilizwe, na sauti zao ndio zisimame ziendeshe nchi hii. Sasa hatua za kuchukua, chama chenu inapanga mikakati mbalimbali. Kamati ya uongozi imepewa kazi hii, na kazi hii itaitekeleza, na kila mmoja atafahamu hatua ambazo tunataka kuzichukua. Lakini niwaombe na nimalizie kusema kwamba kila mmoja wetu viongozi, iwe katika ngazi ya mkoa, iwe katika ngazi ya jimbo, iwe katika ngazi ya hata, tunapaswa kila mmoja atathmini aone hatua gani zinazopaswa kuchukuliwa. Sisi kazi yetu moja ni kupanga namna gani, na ndio maana la kwanza tukasema kwamba lazima tuache kushiriki katika hizi taasisi ambazo zimewekwa ni za maridhiano ya mapambio. Ndio maana hatua ya mwanzo kamati ya uongozi imechukua hatua ya kusema chama chetu hakitoshiriki katika vikao vya baraza la vyama. Sisi tulishiriki kwa moyo wote. Sisi tulifufua TCD ilishakufa, hakuamini kwamba tunaweza tukajenga nchi yetu. Kwa hivyo hii ni hatua ya mwanzo, tutachukua na hatua nyingine kama hizo. Lakini jingine tumesema kwamba katika kuelekea huko hatuwezi kufanya jambo hili peke yetu, na hakuna chama chochote kitakachoweza kufanya jambo hili peke yake. Ni lazima tushirikiane na vyama vingine, lakini vyama ambavyo ni vyama makini na ambavyo vimeonyesha kwanza kuheshimu tunayoyafanya, kuheshimu misingi ya chama chetu, lakini na pia na wao wenyewe pia kuwa na utashi wa kuleta mageuzi katika nchi yetu. Tunajua sisi kwamba hilo linawezekana, na tunaposema kushirikiana, wengine mtu anaangukia kusema labda tunakwenda kushirikiana kwenye uchaguzi. Hiyo ni hatua moja na ya mwisho. Sisi tunachosema ni kushirikiana katika kupambania demokrasia katika nchi yetu. Mambo ya uchaguzi nadhani tuyawache, kwa sababu huko hatujafika. Utakuwa na uchaguzi bali utakuwa na misingi ya uchaguzi. Tunachosema tutashirikiana na vyama vyote makini vitakavyokuwa tayari, tutakavyoridhika kwamba vina utashi wa kupambania demokrasia katika nchi yetu, na hatua nyingine ambazo na katika kufanya hivi tumeanza kuzungumza na vyama mbalimbali ambavyo tunahisi vinaweza kuwa tukashirikiana katika kupambania. Kwa hiyo ndugu zangu, yale mliokuwa mkiasikia, nimepewa kazi kuja kuwaeleza wana Dar es Salaam kwamba huo ndio mwelekeo wa chama chetu, na hayo ndio ambayo chama chetu inakusudia kuya. Kwa hivyo niwaombe kwamba sote tushirikiane katika hilo, tujiandae katika hilo, na sote tuwe na maono na mwelekeo unaofanana. Yaliyopita nyuma tuliyafanya kwa hali iliyokuwa, na tunakoelekea tutakwenda kwa mujibu wa hali itakayokuwa. Niwaombe tena viongozi kwamba tushirikiane katika hilo ili tuweze kulifanikisha. Najua kwamba wengine wanaona kwamba ni maumivu mengine, lakini ndiyo nyenzo na huo ndio ulazima. Ni lazima tupite katika njia hiyo kama tunataka mageuzi ya kweli katika nchi yetu. Kama tunataka tuendelee tu kwa chama, basi tubaki katika comfort zone yetu, na hii sio comfort, kwa sababu haitupi tija yoyote. Mimi niwaulize tu wana Dar es Salaam, tuko tayari kwa safari hiyo? Wana Dar es Salaam, wana Mwambao, tuko tayari kwa safari hiyo ya kupambania demokrasia? Tuko tayari? Basi kama tuko tayari, naamini kuna na mawazo mengi yatatolewa na viongozi wetu hapa mbalimbali wakati wa kongamano. Nitamke rasmi kwamba kongamano hili limelifungua rasmi. Asante sana.
na